Morning Express. Haya, tuondoke huko sasa tukaangazia yale ya kimataifa, na kuna mtu hapa aliuliza wakati ule kuhusiana na masuala ya mlango bahari wa Hormuz. Jana mkuu wa kikosi cha kijeshi cha Basij nchini Irani, Hossein Taibu, amesema kuwa mlango bahari wa Hormuz bado uko chini ya Irani, ya udhibiti na usimamizi wa Irani mpaka sasa. Taarifa hizi ni kwa mujibu wa shirika la habari la Fars la pale nchini Irani. Kauli hiyo imetolewa siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba Washington ina udhibiti kamili wa njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa majini. Taibu amesema Marekani ilijaribu kuvuruga kile alichokitaja kuwa umaarufu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kuchochea mzozo mwingine katika mlango bahari wa Hormuz, lakini juhudi hizo zimeshindwa. Amesema Marekani imekuwa ikidai kuwa Irani haina uwezo wa kijeshi katika anga na bahari, lakini taifa hilo limeendelea kudumisha ushawishi wake katika eneo hilo. Mkuu huyo wa kikosi cha kijeshi cha Basij ameongeza kuwa Irani inaendelea na shughuli zake za kawaida huku ikiwa katika hali kamili ya usalama. Kwa hiyo niuliza kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz uko wapi? Kama mtaka kumsikiliza Trump juzi, basi leo pia msikilize mkuu wa jeshi la Irani. Sikiliza kila mtu kwenye wakati huu. Lakini sana sana sikiliza yule ambaye ana uwezo wa kupita pale na kuruhusu watu kupita. Trump anasema hivyo, afu kumweza kuhusu kupita anasema wewe nenda yote apite takalomkuta la kwake. Mlango bahari wa Hormuz imekuwa ni hoja kubwa sana. Ndio eneo la kimkakati kwenye hii vita kwa sasa. Kabisa. Na jana kulikuwa kuna kutupiana maneno makubwa sana kati ya waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran. Sasa kuna nukuu mbili hapa muhimu sana msikilizaji wetu aweze kufahamu. Moja, Jean Barrot, huyu ndo waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, anasema hivi: Umoja wa Ulaya pamoja nchi nyingine za 26 zimeitaka Iran kusikiliza wananchi wake, kuchukua hatua madhubuti za kuhakikisha kuheshimiwa kwa haki za binadamu, kusitisha mara moja matumizi ya adhabu ya kifo na kuachilia watu waliowekwa kizuizini kiolela. Huo ulikuwa ni ujumbe wa Ufaransa ambao alikuwa anautoa kwa kuchukua msimamo wa Umoja wa Ulaya dhidi ya nchi ya Iran. Sasa waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Abbas Araghchi anasema hivi: kama Ufaransa zinapaswa kuacha kuhubiri ulimwengu. Anasema nchi kama Ufaransa zinapaswa kuacha kuhutubia ulimwengu kuhusu haki za binadamu na sheria za kimataifa. Unafiki huu uko wazi kabisa na unafedhesha. Anaendelea kusema kuunga mkono kwenu mauaji ya kimbali yanayofanywa na Israel huko Gaza na uchokozi dhidi ya Iran kumeharibu msingi wowote wa kimaadili mnaodhani kuwa mnao. Sasa hizi kauli mbili zinamaanisha nini bwana Mtei? Kwanza, Iran unasema kwamba wao hawana lolote la kujifunza kuhusu haki za binadamu kwa nchi za magharibi. Yaani haki za binadamu kwa nchi za magharibi kwao sio mfano wa kuigwa. Kwa sababu wao wamekuwa wakiunga mkono sawa mambo mengi ambayo yanaonekana yanachochea au yanavunja kinachoitwa haki za nini za binadamu. Na Trump vile vile tuchia kumsikia mara nyingi akisema kwamba anaitaka nchi ya Iran iweze kuondoa adhabu ya kifo na kinachoitwa hicho kuacha kuwatendea vibaya wasichana wa nchi ya Iran. Sasa kwa mtazamo wa Iran unasema kwamba wao hawana cha kujifunza chochote kuhusu mfumo wa maisha, maadili katika upande wa nini? Upande wa pili. Duniani sasa hivi kumekuwa kuna hiyo hoja kwamba yani hizi nchi ambazo zinaitwa nchi za kidemokrasia ya kimagharibi zimekuwa zikiwanyoshia kidole nchi za Kiafrika, nchi za Kiarabu, hata nchi hizi za Kiajemi, kwamba nyie mnavyo practice wananchi wenu ni kinyume na sheria na misingi ya kimataifa. Sasa huo uhalali ukoje kwa sasa hivi? Yani kwa mfano leo hii nchi kama labda Marekani au Ufaransa inaweza kuifundisha Afrika kinachoitwa haki za binadamu? Kwa sababu lazima kwa tuangalie wewe unafanya nini kuweze kuheshimu hizo haki nini? Haki za kibinadamu na haki za kiraia. Sasa kuondoka huku kwa kutokuegemea upande fulani wa kimaadili, maana ni kwamba sasa inakuonyesha mataifa mengi sasa hivi yameweza kushtuka. Hawataki demokrasia ambayo inaendana na mtazamo fulani wa kifalsafa au wa kihistoria ambao hauakisi
tamaduni zao, historia zao na misimamo yao kama ya nchi. Ndio hicho ambacho sasa Iran anachokisema kwamba wao kuanzia mlango bahari wa Hormuz hawezi kusikiliza si Marekani au Umoja wa Ulaya, kuanzia haki za binadamu. Trump juzi anasema kwamba wa Irani ni watu ambao wana akili sana kwenye mazungumzo. Ana akili. Lakini vile anasema kwamba hakufikiria kwamba inaweza kuwa ngumu kiasi hiki kuweza kuishinda nchi ya Iran. Kwa hiyo swali lako la msingi hapa, kuna msikilizaji aliuliza kwamba Iran na Marekani nani mmiliki wa Hormuz. Mpaka sasa hivi kutokana na taarifa rasmi za Iran ndio amekuwa wakiendelea kucontrol pamoja na Omani. Wiki mbili zilizopita ilitengenezwa protokoli ya kimataifa kwamba udhibiti huu sasa uwe chini ya kinachoitwa nchi za Mashariki ya Kati pamoja nchi za West Asia. Yaani ambayo inaitwa ile GCC. Umeona Sasa ukitazama Iran wanasema kwamba wao mlango bahari wa Hormuz ni sehemu yao ya kijiografia, lakini kwa mtazamo wa kimataifa wanasema kwamba ile pale ni international checkpoint ambayo haitakiwi kumilikiwa na nchi yoyote. Lakini sasa kijiografia na kihistoria ni maeneo ambayo Iran wanasema ni ya kwao. Na Iran wanasema kwamba hata nchi ya Omani sehemu ya visiwa vya falme za Kiarabu unasema ni maeneo yao ya kihistoria. Ila alikuwa mfalme wa nchi hiyo Reza Shah Pahlavi kama alirubuniwa akawapa hizi uhuru hizi nchi. Kwa sababu ukiangalia Ramtei kwa mfano nchi kama Bahrain, Oman ni vinchi vidogo sana. Yaani kama ni kama visiwa hivi. Vile vidogo sana vina watu milioni 2, milioni 3 kutazama. Sasa wanasema ile jiografia ya hizi nchi zilikuwa sehemu ya Iran katika himaya yao. Kwa kama Oman ilikuwa sehemu ya Iman, ilikuwa sehemu ya Iran. Baadhi ya visiwa vya Umoja wa Kiarabu sehemu ya Iran. Maana ni kwamba hata mlango bahari wa Hormuz ulikuwa ni sehemu yao pia.